Ni mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, tunakuletea taarifa mbalimbali ambazo tunazitafuta kwa lengo tu la kukuletea wewe ambaye unaacha kazi zako, unaweka bando kwa lengo la kuangalia vile ambavyo tunakuwekea. Na leo tumefika katika kisiwa cha Kwale ambacho ni kijiji cha Kwale, kata ya Kisiju, mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga. Tumefika hapa katika kisiwa cha Kwale, fukwe nzuri, kisiwa ni kizuri, mazingira mazuri, na kikubwa ambacho kimetuleta hapa kupata kufahamu historia fupi ya kisiwa cha Kwale. Tumekutana na watu wengi wakiwemo wazee na viongozi, wametupa historia kubwa, ikiwa katika kisiwa cha Kwale kina historia za kuwa miongoni mwa visiwa ambavyo wameishi Waarabu na Wajerumani kwa kipindi cha muda mrefu sana. Na kisiwa cha Kwale ni kisiwa cha kwanza ambacho kilikuwa kinakusanya ushuru kwa Afrika Mashariki, na aliyekuwa mkusanyaji wa karani wa forodha tunasema alikuwa ni Shaban Robert. Miaka hiyo iliyopita alianza kuwa hapo karani wa forodha Shaban Robert kwa mwaka 1953 hadi mwaka 1959. Katika miaka hii 53 hadi 59 alivifanya vitu vingi katika kisiwa cha Kwale, ambapo hadi leo hivyo vitu alivyovifanya vimeweza kuwasaidia wakazi wa kisiwa cha Kwale kwa namna moja ama nyingine katika harakati zao halisi za kuendesha maisha yao, ikiwemo ameweka uwanja mkubwa wa mpira. Ukifika tu fukweni katika kisiwa cha Kwale, ukishuka macho yako yanakaribishwa na kiwanja kikubwa ambacho amekiasisi Shaban Robert katika miaka hiyo ya 53, 59, na hadi leo wananchi wa kisiwa hicho wanakitumia kwa mazoezi, mechi zao ndogo ndogo, wanafunzi na hata vikao vikubwa vya viongozi pale wanapofika katika kisiwa cha Kwale, basi kwa namna moja ama nyingine wanatumia fursa hiyo ambayo iliachwa na Shaban Robert. Lakini pia tumeshuhudia kabati ambalo alikuwa anaweka kumbukumbu zake. Tunafahamu sote Shaban Robert alikuwa ni miongoni mwa waandishi wazuri wa vitabu. Kwa hiyo Kwale pia alikuwa ni moja ya sehemu ambayo alikuwa anatumia kuandika, na kabati kubwa kama unavyoliona hilo ni kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zake. Kwa hiyo tumekutana na mzee Amur Haji Amur ambaye amezaliwa mwaka 1952. Kutoka 1952 tunaona ni kipindi cha muda mrefu na anafahamu vizuri historia ya kisiwa cha Kwale. Ametuhadithia mambo mengi ambayo yanapatikana kisiwa cha Kwale, ikiwemo kisiwa cha Kwale ni kisiwa ambacho kina makabila tofauti ya wananchi ambao wanaishi. Miongoni mwa makabila hayo ni Wazaramo, Wanegereko, lakini pia na baadhi ya Waarabu ambao wapo wanaishi katika kisiwa cha Kwale, na tumebahatika kuona makabila yote. Lakini pia ametueleza bado kisiwa cha Kwale kinaendeleza mila, silka na tamaduni zao, ikiwemo mambo ya Mwakakogwa, mambo ya zinguo la mji, lakini pia shughuli, ule ushirikiano baina ya wananchi na viongozi. Mpaka leo bado wanaishi kijamaa, na ametueleza mengi uhalisia wa maisha yake. Na kumbuka mzee Amur Haji Amur amekuwa mwenyekiti wa kijiji katika kisiwa cha Kwale kwa takriban miaka 25, na mpaka pale ulivopita uchaguzi wa serikali za mitaa akaamua yeye mwenyewe, kwa vile ameshakaa kwa muda mrefu kwenye uongozi, akakabidhi kijiji hicho kwa vijana, na amemkabidhi Rajabu Mwalimu Zuhair, kijana kwa lengo la sasa kuiendesha jamii, anaweza kusema jamii, kuiendesha jamii kidigitali, kwa sababu tunafahamu sasa hivi jamii inataka viongozi wanaoendana na wao. Ameona si kwamba yeye haendani, lakini tayari ameshahudumu kwa muda mrefu, bora vijana akawapa madaraka, lakini pale wanapohitaji ushauri na saha wanapata kwa wazee wao bila pingamizi zozote. Lakini tumepata nafasi ya kutembelea makaburi. Kuna makaburi ya historia ambayo yapo kwa muda mrefu. Tumetembelea huko kwenye hayo makaburi, tumejionea, tumepewa historia, na wewe tutakuletea utaona. Kisiwa cha Kwale kina mambo mengi ambayo yanapatikana ya kihistoria. Kuna mbuyu mkubwa ambao unafahamika kwa baadhi yao wanakuwa
Kipindi hicho naweza kusema ama walivyotufahamisha naweza kusema kwamba walikuwa wana uabudu unaitwa mbuyu Hanima, lakini elimu za dini zimefika, zimewafahamisha, lakini kwa sasa umekuwa kama mbuyu wa mizimu, unafahamika kwa jina la mbuyu Hanima. Nisielezee mengi, tumsikilize ama tumtazame mzee Amur Haji Amur na mwenyekiti wake Rajabu Mwalimu Zuhail wanafafanua zaidi historia ambayo inapatikana katika kisiwa cha Kwale, lakini tuanze na mzee Amur Haji alafu tutamaliza na kijana Rajabu Mwalimu Zuhail. Asante, mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina mimi naitwa Amur Haji Amur. Ni mzaliwa hapa katika kisiwa cha Kwale. Nimezaliwa 1952. Kapata elimu ya msingi 61 hapa hapa Kwale. Darasa la kwanza mpaka la pili. Sababu zamani hapa ilikuwa shule mwisho la darasa la pili tu. Kwa tunakwenda kusoma Kisiju Kalole pale. Ndio ilikuwa shule pekee katika Kisiju. Kasoma pale la 3 mpaka la 4. Tukafanya mtihani pale. Nikafaulu, nikaenda middle school Vikindu. Pale tukakutana na watoto wa mafia wengi. Mafia kulikuwa shule iko Kirongwe tu. Wanatoka kule, kuna boti maalum inawaleta Kisiju. Na shule zilikuwa middle school zilikuwa katika mkoa huu wa Pwani, zilikuwa Vikindu, Kisarawe middle school na Utete. Watoto wa mafia wengine walikuwa wanapelekwa Utete, wengine wanakwenda Vikindu. Tunachanganyika, tunakwenda Vikindu tunasoma. Hiyo historia fupi. Katika historia ya kisiwa hiki ni kisiwa kama visiwa vingine, kina urefu wa kilomita 8 kutoka magharibi kwenda mashariki, kilomita 8. Na hichi kisiwa kilikuwa kituo cha kwanza kabisa cha Waarabu. Jengo hili unaliona lilijengwa na Wajerumani na Waarabu kutoza ushuru kati ya Waarabu na Wajerumani. Imeenda katika vita kuu ya kwanza ya dunia 1914, kati ya vita ya Wajerumani na Waingereza. Ikawa watu wote hapa walihamishwa, ikawa kituo cha Wajerumani cha vita. Na jengo hili kama unavyoliona lilikuwa na ghorofa 2 kama vile Sarali. Na kituo hiki kilikuwa kinatumia Waarabu, wakitoka Arabuni wanakuja hapa, wanatozwa ushuru, wanakwenda Delta Rufiji. Wakitoka Rufiji wanakuja hapa, wanakwenda Zanzibar, Zanzibar wanakwenda Oman, Maskati, Falme za Ghuba, nchi za Kiarabu. Katika vita ile imemalizika, ilivyomalizika vita, kisiwa hiki kikachukuliwa na Mwingereza. Wakashirikiana Mwingereza, wakaenda na Waarabu, wakawa hivyo hivyo. Waarabu wanatoka huko wanakuja mpaka wanatozwa ushuru, wanapeleka Dita, wanachukua mikoko, miti ya mikoko. Na Waingereza wenyewe wanachukua miti ya mikoko ile maganda yake. Hapa ndio ilikuwa kituo kikubwa. Wakafungua custom office katika Afrika Mashariki ile, tena ikafunguliwa custom. Ikawa Mwingereza amekwenda mpaka 53, wakamleta karani Mwafrika wa kwanza kuja hapa ni Shaban Robert. Shaban Robert hapa ameishi kutoka 1953 mpaka 59. Yeye ndio karani wa kwanza Mwafrika wa Foroza. Katika historia ya Shaban Robert utakuta anasema alikuwa karani wa Foroza, na lazima akitaje kisiwa hiki. Na ndio alianzisha kiwanja cha mpira, akaanzisha kila kitu hapa kisiwani. Imekwenda mpaka tulivyopata uhuru tena 1961, wakaanza kuletwa makarani wengi tena wa Afrika. Walivyoletwa na shule tena ya msingi 61 ndio ikaanza. Alikuwa babu yake Elimboto, ndio baada ya kunyasa yule alikuja hapa akakaa, ndio akaanzisha shule. Kaja tena 63, 64 ikawa shule kamili ya msingi. Nasoma mpaka ikawa hali ya kisiwa hichi kama ulivyoona.
na kabila kubwa la kisiwani ni mchanganyiko wa watu wa Ndengereko, Wazaramo na Waarabu. Ni mchanganyiko mkubwa kwa sababu kilikuwa kituo cha forodha kikubwa mpaka hapa sasa, na ni waanzilishi wa kwanza ukifungua kisiwa cha Mafia. Hapa ilikuwa natoa nazi Mafia kwa majahazi yetu, tunaleta Kisiju napeleka Dar es Salaam. Mpaka tena hali ilipoendelea, vijana wenyewe wa Mafia wakaunda jahazi zao, wakaunda vitu vyao, ndio historia ikawa imeishi hapo, ikawa Mafia inajitegemea wenyewe kwa kila kitu. Lakini wasafirishaji wa kwanza walitoka katika kisiwa hiki cha Kwale. Inshallah. Tukizungumza kwenye historia ya kisiwa cha Kwale, kwenye maisha halisi ya wananchi, maisha yenu kiujamaa mnaishije? Maisha ya kiujamaa tunaishi kama kawaida, kiujamaa kwa sababu ni ndugu moja, na muingiliano kati ya Kisiju, Koma, Mafia, kama maisha unaoishi vijiji vya wenzetu. Naishi na kazi yetu kubwa ni uvuvi na kilimo kidogo dogo. Tuna ardhi nzuri, tunalima lakini si kwa nguvu sana, lakini shughuli kubwa ni uvuvi kwa kazi zetu. Kwa kina mama na kina baba. Na tukizungumzia kwenye swala la matambiko, tunaona sehemu nyingi za visiwa kunakuwa na matambiko, ama tunaweza kusema dua za vijiji. Vipi kwa upande wa kisiwa cha Kwale? Tunayo. Tuna matambiko, tuna mwaka kogwa kila mwaka, mfungo 3 ule, pepo zinaanza za kusi zile. Tuna kwenda kuoga mwaka, tunasoma hitima kwa wazee wetu, tunafanya tambiko mbalimbali. Halafu tuna mizimu ya asili mingi. Tuna mizimu moja inaitwa Sherifu Kondo, tuna panga kubwa, tuna nini wazee walikuwa wanatumia, lakini kutokana na teknolojia mpya ya kisasa, vijana wamesoma, wameachana na mila zile potofu, wanasema hazina msingi, lakini bado wengine wanaendelea nazo mila. Mwaka kogwa wenu unakuwa wa namna gani? Mwaka kogwa wetu tunakuwa siku ile imepangwa maalum, inatokea tunakwenda shamba huko, tunachukua aina mazao fulani yetu yale yalolimwa, tunapita tukatoka jioni ile, kwanza asubuhi tunauzingua mji wote, tunaingia na boti tunakwenda kuzingua Kwale nzima, tunasoma Qur'ani, tuna nini tunazingua. Alafu jioni tunakwenda shamba, tunachukua mazao, tunachukua kila kitu, tunatoka huko tunakuja na ghasi na nyimbo zetu zipo maalum za kimila. Tunakuja mpaka tunatoka magharibi, mashariki, tunakuja magharibi upande wa pwani huko, tunamwaga, tunatupa vitu vibaya vile. Ndio mwaka kogwa wetu. Tunavitupa baharini, tunakoga mke kwa mume. Unaweza kutuimbia nyimbo yoyote unayojua? Hii mbona kuimba ile ule na kwa mwaka wa kogwa ukiona mwaka wa kogwa ukiona mwaka wa kogwa yuko mmoja, yeye mwanamke ndo anajua vizuri. Ukenda umchukue na yeye atakuimbia nyimbo zake nyingi. Ni Fatuma, tampeleka. Yeye ndo anazifahamu vizuri, mimi nimezisahau tena kwa uzee. Asante. Umezungumzia masuala tulivyozungumza kwenye matambiko. Umezungumzia masuala ya mizimu. Ndio. Lakini kwa sasa vijana wamekuwa na teknolojia ya mizimu wanaiacha. Hauoni inaleta athari yoyote tangu iachwe kufuatwa kwa mizimu? Athari inaleta. Lakini sasa kama unavyojua vijana wanakuwa hawaamini, lakini ndio kweli inaleta, kwa sababu kama hivi tu kwa mvua zikiwa nyingi, mnaenda mnaomba, zinapungua. Ikiwa wewe kidogo hali yako si nzuri, unaenda, na sisi tulikuwa tunatumia kwa mambo mbalimbali. Lakini sasa wao hawaamini yale. Wanaamini Mungu mmoja tu. Kuamini vitu kama vile na kwa hawakubali vijana. Manake elimu imepanuka, kila kitu kimepanuka, ile mila ambayo haistahili wanaiachia. Tunaamini sote Mungu ni mmoja.
kwa kila dini Sasa ambazo anaamini kwa dini yake Mungu ni mmoja. Ndiyo. Lakini tukija kwenye mizimu na matambiko tunasema si dini, lakini tunaweza kusema ni miongoni mwa mila na silka na tamaduni za watu. Ndiyo. Tumeambiwa tamaduni pia tuziheshimu. Sasa nyinyi kwa upande wenu mnachukua, ndio miongoni mwa watu wazima wa kisiwa cha Kwale, mnachukua tahadhari gani ya kuelewesha vijana kwamba kuna dini sawa, lakini kuna zile mila na tamaduni ambazo si potofu lakini zinasaidia jamii? Sasa kama hizo tunachukua hatua, ndio kama hiyo mwaka Kogwa walikuwa hawautaki, lakini sisi hatukubali, tunaendeleza mpaka leo. Tulivyoachiwa wazee wetu, tuna kijungu cha mpwa, yani kama hivi uvuvi, kila mwaka tunakwenda pwani pale, tunasoma dua, tunasoma nini, tunakula ile mazalia ya mabaki ya wali ule tunamwaga baharini. Wazee wetu ndio unaita samaki, na kweli tuhadithie kidogo hicho kijungu mpwa. Kijungu mpwa hiki kila mwaka tunakwenda kama hivi pale tunipoweka nyavu zetu za baharini, tunaweka vyombo vyetu kama kule Tondoa maji tunaita. Tunapika chakula kile, tunapeleka pale, tunakula, tunaomba dua, ile mabaki tunamwaga baharini. Ukimwaga baharini basi musimu unakuwa mzuri wa mwaka wa samaki. Samaki wanapatikana kwa wingi. Nani kweli wanapatikana? Wanapatikana kweli. Na ile kuzingua mji vile tunazingua, mabalabala yanaondoka. Ilikuwa kwa tuo magonjwa, mahoma, manini. Tukizingua tu na kwa mji unakaa kama vilivyo safi kabisa. Kwa majina naitwa Rajabu Mwalimu Zuheri, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kwale. Nipo katika wilaya Mkuranga, kata ya Kisiju. Kwa hiyo hichi ndio kisiwa chetu cha Kwale na hiki ndio kijiji cha Kwale. Kiufupi, mimi ni mwenyekiti ambaye nilioingia muhula huu mpya. Nimetoka mzee wangu hapa kanipa mimi kijana wake, tunaendeleza kisiwa. Kwa hiyo kisiwa kidogo kimesahauliwa, japokuwa wanatukumbuka, lakini kuna mambo kidogo yanataka kufanywa juhudi ili kisiwa kipate kupiga hatua mbele. Kwa mfano, tuna fursa nyingi za kitalii, inataka kama serikali ije kutusaidia ili watalii waje, kwa sababu kuna watu wanakuja mmoja, saa nyingine wanakuja wazungu hapa, wa China wanaingia, tunakuzunguka alafu wanarudi. Lakini serikali kama itaanzisha mfumo maalum kwa kutusaidia mambo ya kitalii hapo. Kwa mfano kama jengo ni la historia, lakini pia jengo ambalo lokaa ni karani wa kwanza, mwandishi wetu wa vitabu alikuwa ni Shaban Robert, ili jengo lilifanyia kazi hapa. Kwa hiyo kama lilifanyia kazi, ana historia nalo. Lakini pia ilikuwa njia kuu ya majahazi kutokea kaskazini kwenda kusini kufata miti kupeleka Arabuni huko. Kwa hiyo na hapa tuliishi mchanganyiko hapo mwanzo. Hata makaburi ya Waarabu tunayo, lakini kwa vile historia hazihifadhiwi vizuri, hata huyu Shaban Robert kihistoria anakumbukwa kifika kila mwaka, lakini kwa sisi watu wengi au vijana wengi hawamfahamu Shaban Robert. Lakini kama atakuwa wanamfuatilia vizuri, basi historia hizo zipo na makabrasha humu ndani ofisini hapo. Kwa hiyo tutakuwa tumeona. Lakini pia cha msingi, sisi tupo katika kisiwa ya mawasiliano, lakini kisiwa nacho kama nilivyozungumza mwanzo kina uwezo wa kuingiza watalii hapa kama tutafanywa mazingira mazuri, kwa sababu sisi kama sisi ni wageni katika masuala hayo. Lakini serikali ikitusaidia tufanye hivi tufanye vile, wanaoshughulika na masuala ya utalii, basi nina imani tutakuwa na vyanzo vingine vya mapato, kwa sababu vyanzo vyetu vya mapato sisi kama sisi tunategemea mahozi ya maji, tunauziana wenyewe kwa wenyewe tunapata mapato, lakini mapato mengine yapo baharini. Tunataka kukazia kilimo ili mradi tushughulike pwani na juu, ili maana saa nyingine mambo yanakuwa magumu baharini, lakini ukipandisha juu ukikata kula ndizi, basi unakula na vijana wako, maisha yanakwenda. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi katika hiki kisiwa. Lakini tunamuomba mama visiwa viangalie, lakini tuna mbunge wetu Abdalla Hamisi Ulega, ni waziri wa ujenzi, tuna imani naye anatusaidia mambo mbalimbali, lakini tunaomba azidishe nguvu zaidi ya kutusaidia, kwa sababu sisi tunasema tupo katika zoni maalum, watu wa visiwa ni watu ni maalum. Kwa hiyo tunaomba tusaidiwe, na imani tutasaidiwa. Basi tunaiomba serikali pia
Tunamuomba mama, tunampongeza mama vile. Tunaona harakati zake nyingi, mashule sijui wanasema treni za mwendo kasi tunaziona zinafanya kazi yake, lakini kuna bwawa ya umeme tunayaona. Kwa hiyo tunampongeza, azidishe juhudi, lakini na sisi visiwani tukumbukwe. Mimi sina mengi, nasema ndo tuliokuwa nayo kama kisiwa ndo